sehemu walikoandika download game. Utagusa hapo. Itakuja namna hiyo hapo, kwa kutokana na game ambayo utakuwa umeligusa. Mimi nigusa hilo hapo game. Kwa hiyo mfumo wote ni game unafuatisha hivyo hivyo. Kwa utabonyeza sehemu walikoandika generate link namna hiyo hapo. Utawait hapo mpaka generate link. Baada hapo utabonyeza sehemu walikoandika download link kama hivyo. Utaleta hapo, utashuka down tena, utaminya neno download. Ikikwamisha kama hivyo, unaminya button na kurudi nyuma, unaminya tena download kama hivyo, itaanza kudownloadika kama hivyo. Kwa hiyo utasubiria hiyo mpaka imalizike. Lakini hapo unapoendelea kudownload unaweza ukasubiria au ukarudi hapa nyuma. Ukarudi nyuma tena ukaminya tena download AESA-X2. Utagusa hapo. Itakuja, utaanza na IPK, utaminya download, utashuka chini hapa, utaona sehemu alikoandika generate link, utabonyeza sehemu alikoandika generate link, utashuka chini, utaona sehemu alikoandika download link, utabonyeza sehemu download link, ikuletea tangazo kama hivyo, unaminya close. Utashuka chini tena, utaminya neno download kama hivyo. Utadownload tena, kwa download unarudi nyuma hapa. Utarudi nyuma tena, utabonyeza tena download hiyo ya BIOS. Utagusa hiyo BIOS hiyo, shuka chini, tenda generate link kama hivyo. Umeona? Utarudi hapo, utaenda sema tena wale kuandika download link. Utashuka chini, utaminya download kama hivyo. Kwa hapo itakuja hivi, utaminya download kama hivyo, utadownload tena. Utaminya detail kama hapo. Kama hapo kisha downloadika, ukiona hapa utaminya detail hapo. Utasubiria hiyo game mpaka imalizike kudownload kama hivyo. Kwa hiyo ikimalizika kudownload, jinsi ya kuseti sasa. Ya namba moja, utaenda katika application ya Play Store. Baada hapo utaenda sema kusearch, utaenda kuandika Z-Archiver kama hivyo. Application hiyo hapo utainstall, ya pili hiyo. Hapo ndio hii hapa, utainstall. Hapo kutoka kule utaenda sema ya Z-Archiver, utaifungua kama hivyo, utakuja kama hivi, utaminya okay. Allow chochote ninachotaka, allow notification hapa, utaminya okay. Tarudi nyuma. Utafungua hilo folder la download. Ya baada ya kuingia kama hivyo, utaanza kwa kuinstall hiyo application inaandikwa AESA-X2 hiyo hapo ya kwanza hiyo, utabonyeza, utachapa neno install kama hivyo, utachapa neno install kama hapo. Utainstall, ikileta permission yote utaallow. Mimi nisha allow zile permission, ndio maana install hivyo direct done. Baada hapo ukimaliza utaminya hapo juu ile kuandika download. Baada hapo utaenda sema ile kuandika device storage. Baada hapo utaenda kwenye kadude haka ambako kwenye alama ya kujumlisha utakabonyeza. Baada hapo utaminya neno hicho kibox cha kwanza kabisa hicho hapo. Utakibonyeza. Mimi unaweza kuandika jina lolote, ila mimi nitaandika PS2 games. Jina unaweza kuandika lolote, nitachapa okay. Itakuwa inatengeneza. Ndarudi tena kwenye download hapo. Kienda nitaanza na hiyo ya kwanza iliyoandikwa downhill domination hiyo. Nitagusa mara moja, tenda option. Yaani game ni lolote. Sasa hapa naonyesha mfano na downhill domination. Kwa hiyo usishangae kama hii video unaangalia ila kwenye game lingine. Kwa hiyo utafuatisha hivyo hivyo kama hivyo. Utaangalia tu game kutokana na ile game uliyonunua. Kwa au uliyotaka kuliset. Nitagusa option namba 4, exact kama hivyo. Baada ya kubonyeza neno exact, nitabonyeza sehemu walipoandika download. Nitaigusa hapo, nitaenda sehemu walipoandika device storage namna hiyo hapo, nitabonyeza down hapo, nitaenda sehemu walipoandika games. Amini kwenye ile folder ambayo nimetengeneza folder inaitwa PS2 games. Kwa nitalibonyeza hilo, nitabonyeza kidude kilichoangalia hicho chini. Bonyeza, nitaminya neno keep screen from turning off. Nitasubiri hapo. Ya kimaliza nitarudi tena kwenye download kama hivyo. Kwa baada hapo tena nitagusa hiyo iliyoandikwa AESA-X2 BIOS. Nitagusa mara moja, nitaenda option namba 4 exact kama kawaida, nitabonyeza sehemu download kama hapo. Baada hapo nitabinya sehemu alikoandika device storage. Baada hapo sasa nitatafuta sehemu hadi alikoandika PS2 game. Nitagusa hapo, nitabonyeza kimshale kilichoangalia chini. Nalili kama hivyo. Baada hapo sasa utaenda kuifungua application ya AESA-X2. Utatoka hiyo ya Z-Archiver, utaenda kufungua application ya AESA-X2 ambayo ni hapa.
Kwa baada hapo itafungua namna hii hapo, utachapa next. Utachapa next tena. Utaenda sehemu walikoandika immersion screen orientation, utagusa hapo. Utagusa landscape. Utaenda kwenye speed special, utagusa hapo. Sketch fill screen, utachapa next. Baada hapo utabonyeza sehemu walikoandika import BIOS. Baada hapo utabonyeza kwenye vinukuta vitatu konani kule, vya huko yani virefu refu hivyo. Baada hapo nitatafuta jina la simu yangu. Baada hapo nitatafuta hilo folder. Mimi folder yangu ni PS2 games kutokana na wewe. Baada hapo utatafuta BIOS. Utagusa hapo, utaigusa BIOS yoyote hapa. Nitabonyeza hata hiyo. Utaiselect kama hivyo, utachapa next. Baada hapo nita add game direction. Nitabonyeza kwenye alama ya kujumlisha hapo. Utarudi nyuma hapa kwenye PS2 game. Utaona game ni ili hapa. Ndio ili hapa sitabonyeza, nitarudi tu nyuma hapa kwenye game, nitasema use this folder. Baada hapo nitaallow kama hivyo. Game itatokea kama hivyo, nitachapa next. Nita finish. Sasa naenda kuelekeza jinsi ya kusolve hili tatizo la inapo stack kama hapo unavyosikia hii kama bado inaleta stack. Kumbuka ile game linacheza kuanzia alamu 4 na kuendelea. Umeona hizo stacking, kuna jinsi ya kusolve. Kwanza namba 1 utaenda kwenye sehemu hii hapa kwenye vinukta vitatu hapa. Baada hapo utaenda kwenye sehemu alikoandika city setting. Baada hapo utaenda fast ani safe hapo. Baada hapo sasa utaenda kwenye sehemu alikoandika app setting. Zikopi hizi kama zinavyoonekana. Hakikisha hii hapa iliandika fast boot iwe imewashwa hii hapa. Kama imezimwa iwashe. Kwa baada hapo utawasha hii enable. Baada hapo uta expand cut area. Kwa baada hapo utaenda hapa utawasha show fuel. Kwa baada ya kumaliza hapo utaenda kwenye system. Umeona hii ya kwanza hii ipo 75. Utabidi uichange hiyo. Kwa hiyo utaichange kutoka 75 hadi 50. Utaipeleka hapo 50. Kwa baada hapo utaenda hapa. Utaiweka hii ya mwisho hii hapa. Utaweka hiyo maximum under clock namba clock 3. Kwa utawasha hii kama ilikuwa imezimwa. Utawasha na hii fast CD DVD hiyo hapo utawasha hiyo. Umeona kama utaona kama game ina speed sana, unaweza ukazima hii. Au unaweza ukachange hizi hapa speed ukapunguza unavyotaka wewe mpaka utapoona imekaa poa hapa. Kwa baada ya kumaliza hapo utaenda kwenye graphics hapo. Hakikisha hii ipo hivyo hivyo. Afu hapa iwe hapa multiple iwe moja mara native hapo kama ilivyoonekana hapo. Baada hapo utaweka hapo itakuwa imekaa poa. Hapa weka hii hapa. Hapo utatoa hii, utaweka hii linear. Kwa baada hapo utaenda kwenye advanced. Unaona kwenye advanced hapa
utatafuta kuna kitu, utaenda hapa kwenye anti ball, hakikisha hiyo imewashwa. Kama haijawashwa utaiwasha hapo. Baada hapo unaenda ka play game. Hebu nika test. Umeona tatizo limesovika. Mara kwanza ilikuwa ina strike sana. Ukiona screen hii ambayo sio full screen, unaweza ukaiongezea hapo. Ukaenda kwenye setting kama kawaida, ukaenda kwa hapo, utaenda kwenye general hapa. Na landscape hapo. Utaenda hapo kwenye graphics, hapo utafuta hii aspect ratio. Napiga hapa scratch full screen kama unataka iwe full pale. Una minion zako X, unarudi zako kwenye game, uchuma hiyo hapo full. Baada hapo enda kucheza game yako bila